Michuano ya WAFCON jana zimechezwa mechi mbili. Of course tayari tumezungumza kuhusiana na mechi ya Twiga Stars ambao walishinda kwenye mechi yao, lakini pia Ivory Coast walicheza na Burkina Faso na mechi ilimalizika kwa mabao 4-1. Hivi Evansi, ukitazama sasa hivi mechi za wanawake, mechi kama hizi WAFCON, lakini pia mechi za vilabu bingwa, kuna namna ushindani umeongezeka tofauti na miaka ya nyuma, lakini pia ile soka la wanawake namna ambapo ilikuwa linaonekana kama mechi nyepesi sana, ushindani hata uwanjani unakuwa wa kiwango cha chini, sasa hivi imebadilika. Imebadilika kwa sababu sasa hizi pia kuna baadhi ya maeneo watu wameanza kuinvest kwenye mpira wa kinadada. Unajua kwenye miaka ya nyuma ilikuwa kwanza ukicheza tu mpira wewe ukiwa ni mwanadada, story ni tofauti. Yaani story yako inakuwa tofauti sehemu ambako wewe unatoka, lakini sasa hivi imekuwa ni sehemu ya ajira. Watu wanawekeza fedha zao kwa sababu wanaona matokeo ya kile ambacho wanakifanya. Leo hii tunazungumza kuna wachezaji wakubwa duniani kwa upande wa kinadada na wanatambulika na watu wengi tofauti na miaka ya nyuma. Leo tunazungumza kuna mashindano ya AFCON kwa kinadada ni kwa sababu watu wameona kuna tija. Watu wanaamua kutengeneza timu zao kwa sababu wanajua kuna faida wanaipata kwenye mashindano. Ukiwa bingwa kuna zawadi. Hiyo zawadi inatengeneza pia motisha kwa wachezaji wako. Ni ajira. Kwa hiyo kuna vitu vingi kwenye mpira wanawake naamini ambavyo vimepelekea mpaka sasa hivi uwekezaji unakuwa mkubwa. Leo tunaangalia tu kwa mfano sisi taifa letu. Leo tunazungumza wakina Aisha Masaka, unazungumza sio wakina Clara, wakina Opa. Yaani aina ya wachezaji ambao zamani ulikuwa huwezi kukuta mtu anakaa mnamzungumzia sio Opa Clement kwenye nini. Lakini kwa sababu mpira umekuwa upande wa kinadada, watu wanaona faida inayopatikana. Tukija kwenye mashindano ya Afrika, mashindano ya dunia, tunakuwa tuna wachezaji ambao wanaweza kushindana kweli kweli. Wanaweza kucompete na mtu yoyote. Leo tunazungumza mashindano ya AFCON kwa upande wa kinadada. Mechi ya kwanza tumefanikiwa kushinda. Ni moja kati ya mwanzo mzuri wa mashindano. Kwa kwangu mimi kwa ukuaji wa mpira wa kinadada sasa hivi tuko kwenye hali nzuri. Hata ukiangalia hata hali ya malipo tu ni tofauti na miaka ya nyuma. Zamani ilikuwa ni ridhaa tu. Yaani unacheza tu kwa sababu una love na football, lakini hutegemei kupata chochote. Lakini sasa hivi watu wanacheza kwa sababu wanaamini naweza kwenda kutengeneza fedha, naweza kutengeneza maisha yangu kupitia mpira. Kwa hiyo chochote kinachomfanya mtu aendelee kusurvive duniani, kuishi kama sehemu ya kazi yake, kwangu mimi naamini tumepiga hatua kubwa sana. Kavion, tunahitaji nini zaidi kwenye soka la wanawake barani Afrika ili kuimprove zaidi na at least kufanana kidogo na wenzetu ambao wametushangulia bara la Ulaya? Cha kwanza kwenye lengo ya ushindani. Cha kwanza kuwa unashiriki ya mashindano frequently ili uweze kushindana kwenye top level. Ina maana kwamba hizi WAFCON huwa unacheza mara kwa mara na maandalizi yanaanzia kwenye ligi za ndani, pia export ya wachezaji. Siku hizo unajua imekuwa sio story tena kusikia wachezaji tunasema soka la wanawake wanatoka wanaenda kucheza Mexico, Hispania, wengine wanacheza North Africa, Uturuki. Imekuwa sio story tena, na hii ni kutokana na maandalizi, kwa sababu hawa wachezaji wanatengenezwa hapa Tanzania na wengi wanacheza kwenye ligi ya wanawake. Kwa hiyo bora ambao unaonesha kwenye ligi ya wanawake ndio ticket ambayo inawapa kwenda kucheza nje. Kwa hiyo investment iwekwe. Nadhani nguvu ambayo inawekwa kwenye soka la wanaume bado haijawekwa kwenye upande wa ligi, haijawekwa bado kwenye upande wa wanawake. Kwa hiyo ile nguvu ikianza kuwekwa, mashabiki pia kuanza kupata ule uelewa wa kwenda viwanjani, kwa sababu leo Tanzania inaweza kawa inacheza. Tunafahamu tuna ugonjwa wa mashabiki kwenda kutazama mechi za timu ya taifa. Sio kwa wanawake tu, hata kwa wanaume pia, mpaka hamasa ziwe kubwa. Lakini walau mashabiki wanakuwa wanaendaga kwenye soka la wanaume. Lakini ukienda kwenye soka la wanawake, mechi ya taiki wa bure bado imekuwa changamoto. Kuna nyakati unaweza kaona kuna mechi ya mwisho nadhani ilikuwa inapigwa hapo KMC Complex. Ilikuwa Twiga Stars dhidi ya Marawi. Uwanja uko empty kabisa na kiingilio kiko ni bure kwenye ule uwanja. Kwa hiyo mashabiki pia wanapaswa kuwa nyuma ya wanawake kwenye hii safari, kwenye hili gurudumu, wajitokeze zaidi kwenda kuwashangilia, investment iwekwe, kwa sababu washatuonesha kwamba wanaweza kushindana. Tukija kwenye level ya timu ya taifa, mimi sijawahi kuwa na shaka. Nadhani ni timu ambayo naiamini sana. Tukija kwenye level za tunasema za timu ya taifa, zinapokuja timu za wanawake mimi naziamini sana, kwa sababu zimekuwa zinatuonesha hivyo. Wameenda kombe la dunia under 17, nadhani kama sio 21 22 tutaekana sawa hapo kati. Wamefanya hivyo, wamekuwa wanaenda huko.
AFCON hapa kama sikosei ni ya pili pia. Yes, ushindi wa kwanza jana umepatikana, na nilikuwa naongea nje na Magunga nikamwambia baada ya kuona ile performance ya jana dhidi ya South Africa, nimeona Burkina Faso wamecheza, nimeona Ivory Coast, naona Twiga Stars wakiweza kutop ile kundi, kwa sababu haya ni mataifa ambayo wamecheza nayo, na sio kwamba hawajawafunga, waliwafunga, na kwenye qualifiers zilizopita ni Twiga Stars ambao walifanya Ivory Coast wasiende kwenye AFCON. Kwa hiyo in terms ya development ya soka la wanawake lipo, lakini nguvu iwekwe kwenye upande wa ligi ambapo ndio hawa wachezaji wanapotokea. Tunasema kwamba timu ya wakubwa ndio wanacheza kwenye ligi, wale under 18s wanacheza pia kwenye ligi, wanapata nafasi. Leo Aisha Mathaka yupo zake Brighton, ametokea hapa Dar es Salaam Young Africans, kenda zake Sweden, baada ya Sweden yupo nchini England. Kwa hiyo ni nguvu tu iwekwe collectively, mashabiki, uwekezaji kule kwa Bakari Shime kule, mimi sina wasiwasi kabisa. Na amekaa pia kwenye timu muda mrefu bila shaka. Sasa hivi anajua kila chocho za kupita ili kujenga timu bora ya taifa, na nafikiri ndo matunda ambayo tunayaona sasa hivi. Sawa, tuame hapo, tuamie kwenye unajua ukinifanyia hivyo unakuwa sio sawa. Tuamie kwenye usajili. Chelsea wanaendelea na harakati zao za kujenga timu kuelekea msimu unaokuja. Welbeck na Henderson wako njiani kuelekea Stamford Bridge, lakini maoni ya watu yamekuwa tofauti, na of course kila mtu ana maswali ya msingi ya kuhoji kuhusiana na usajili huu ambao Chelsea wanataka kufanya. Na Ashrafu, ukiangalia tofauti na experience na leadership, kitu gani kingine ambacho Welbeck na Henderson wata offer kwa Chelsea? I don't know ni kitu gani ambacho Xabi Alonso anataka kwenda kutuonyesha, kwa maana kwa aina ya usajili ambao amekuwa akiufanya. Mfano Daniel Welbeck of course ana experience, nafikiri ndio kitu kikubwa zaidi ambacho uko nacho kwenye Premier League. Amecheza Arsenal, amecheza United, nafikiri huko ndo akiwa kwenye prime yake. Timu kama ilivyokuwa Chelsea sasa hivi inahitaji wachezaji ambao damu changa, wachezaji ambao wana kiu ya mafanikio, wanahitaji kufanikiwa zaidi, waende wakaitoe Chelsea pale ilipo. Trust me, au ni Chelsea ambao wachezi UEFA msimu unaokuja huu, hawachezi hata Europa League, hawachezi, you understand, kwa sababu ya matokeo mabaya ambao waliyapata kwenye msimu uliopita. Kwa hiyo nilitarajia kwa kiasi kikubwa kuelekea dirisha kubwa hili la usajili, wakiwa wanajiandaa na msimu unaofuata, wafanye maboresho makubwa ya wachezaji ambao ni wana kiu kubwa ya mafanikio, wanahitaji kwenda kufanikiwa. Huwezi kuwa na timu ambayo ina wachezaji ambao tayari walishafanikiwa au tayari walishacheza Premier League kwa muda mrefu, you understand. Hutarajii kitu kipya zaidi kutoka kwao. Hata hiyo kinaambia leadership, kwani tulisikia kwamba kuna changamoto ya leadership kwenye kikosi cha Chelsea. Reece James yuko pale kama kiongozi na amekuwa akiwaongoza vijana. Hakujawahi kutokea issue ya dressing room kwenye issue ya Chelsea, unaelewa? Experience ipo, lakini hata wachezaji, kwani kuna wachezaji wangapi ambao wana experience wako pale Chelsea? Kwa tafsiri yako ni kwamba hakuna chochote ambacho wanaenda kukiongeza? No, ni wachezaji wanaweza kaingia. Unajua Welbeck anaweza kaenda akawa anafunga magoli muhimu kwenye mechi, unaelewa? Hakuna kitu ambacho atashindwa ku-add, you understand? Kwa mfano, mimi mtu leo angeniambia, au mtu ambaye alikuwa anaona usajili wa Ibra Kadabla akiwa anajiunga na United 2017, si ndio? Mtu anaweza akakwambia kwamba hakuna kitu ambacho anaweza akakuofa, si ndio? Ninachozungumzia hizo ni project za muda mfupi. Yaani anaweza kaja kweli akakuofa huo msimu mmoja. Lakini unafikiria kuhusiana na msimu mmoja? Kadabla alikuja pale akakaa msimu mmoja akaondoka. Casemiro amekuja huyu baadaye anaondoka, si ndio? Yaani wakati wenzenu wanasajili wachezaji ambao wana umri mdogo kwa ajili ya mafanikio ya muda mrefu, na watu hawajapata mafanikio, wanahitaji kuja kuachieve kwenye timu yako, unawaleta wewe wazee ambao tayari wanakuja kula pension. Kwangu mimi nataka kuona Xabi kaona nini ambacho mimi kwenye jicho la uchambuzi sijakiona. Yeye kama kocha ndo anataka kwenda kuniprove nione kwamba bwana kocha alikuwa anahitaji kitu hiki, lakini kwangu mimi naamini Chelsea alikuwa anahitaji wachezaji ambao wana kiu zaidi ya mafanikio. Mimi naomba niongezee kidogo. Yaani unajua kuna uchambuzi unafanya, lakini ukitoka studio mwenyewe unasema
Nimeidanganya nafsi. Yaani kuna uchambuzi unaweza ukaufanya alafu ukatoka studio lakini mwenyewe unajua kwamba umeidanganya nafsi yako, na ndio kitu ambacho naenda ukifanya. Ni kweli ni wachezaji ambao umri umekwenda miaka 35 kwa miaka 36. Lakini Xabi Alonso ana ile nostalgia kwamba kuna changamoto ambayo alikutana nayo kipindi yupo Real Madrid. Wachezaji kumgeuka ndani ya dressing room. Na hii ni tahadhari kocha yoyote lazima uwe nayo unapotoka kwenye timu moja kubwa unaenda kwenye timu nyingine kubwa. Kwenye klabu ya Chelsea kumekuwa na issue ya nidhamu sana, hasa kwenye eneo la kiwanja. Inawezekana msimu uliopita naweza ngakutajia wachezaji mpaka 8 ambao wamepata kadi nyekundu. Ilifika wakati mpaka kocha mwenyewe anapewa kadi nyekundu, namzungumzia Enzo Maresca. Kwa hiyo discipline kwenye eneo la kiwanja ilikuwa ni changamoto. Unahitaji wachezaji ambao watakuwepo kwenye dressing room, wanawapa wachezaji uzoefu wale wadogo kwa kuwaelekeza kwamba hizi ni mechi za Premier League, tunabidi tuzi approach hivi. Yani Jordan Henderson yupo kwenye league, mimi naanza kumuona tangu yuko Sunderland kama 2010-11 mpaka naenda Liverpool 2012, ni muda mrefu. Welbeck nimeanza kumuona sijui 2008 sijui 2009 8 na 9 mdogo kabisa, bwana mdogo mpaka leo na utwanga. Kwa hiyo hawa vijana watapata uzoefu mwingi, lakini kwa upande wa Welbeck lakini kwa upande wa Welbeck msimu uliopita amefunga mabao 13, assist moja. Msimu wa juzi akafunga mabao 10. Haendi kuanza Chelsea. Nategemea kumuona labda anaenda kuwa chaguo la 3. Ina maana kwamba Jackson, Liam Delap au Emega, mmoja wapo, wawili wapo wataondoka, sio mmoja, wawili wapo wataondoka. Kwa sababu tabaki Joao Pedro, Welbeck mwenyewe na mchezaji mmoja kati yao, Delap, Jackson au Emeka, mmoja wapo atabaki. Mimi naona kabisa kwamba iwapo Joao Pedro ndio atakuwa na chaguo namba 1, lakini hawa kati ya wachezaji watatu mmoja wapo anayebaki asipo perform vizuri, Dan Welbeck anaweza akachukua nafasi yake akawa mshambuliaji wa pili. Lakini pia Chelsea inawasaidia. Welbeck ndio mchezaji ambaye anaongoza kuwafunga Chelsea kuna hii miaka mingapi, 3-4 wanaokutana. Katika mechi 5 zilizopita ambazo Brighton na Chelsea wamecheza pale Stamford Bridge, Welbeck ameweka zote katika hii misimu 4. Kwa hiyo tayari wana mchezaji ambaye wanaenda kumchukua mchezaji ambaye kila akikutana na Brighton anawasumbua. Kila akikutana na Brighton anawasumbua. Tayari wanakuwa washapunguza hiyo weapon. Lakini pia kwenye upande wa ushambuliaji ataleta kuna magoli ambayo ataleta. Sio mchezaji ambaye atakupa numbers nyingi, lakini unamtegemea kwenye zile game za maamuzi. Welbeck amekuwa decisive kwenye huo upande. Tukija kwa Jordan Henderson, mimi ni kiungo ambaye watu wengi hawajawahi kumuelewa Jordan Henderson kwa sababu hana ufundi, pasi za pembeni ni nyingi. Yani sio kiungo ambaye unategemea anaingia kiwanjani afa atakupa wow performance. Kwa hata kipindi kile ambacho alikuwa anazima pale Liverpool pale na wenzake wale maboboti, ulikuwa umuelewi. Yani kipindi kile yuko yeye akiwa captain pale, alikuwa captain akiwa yeye, Vinaldam akiwa na Fabinho, mmoja kiungo kimoja kigumu sana, na mtu ambaye yuko mgumu zaidi kwa Jordan Henderson. Lakini licha ya yote hayo, na nafikiri Fabinho alikuwa anacheza namba 6, yeye alikuwa anacheza kama box to box. Alikuwa anacheza kama box to box. Na ni mtu mzuri sana akiwa anacheza box to box. Lakini pia hata ukimweka as a 6, kuna utulivu fulani hivi anauleta ndani ya timu, kitu ambacho mashabiki wengi hawapendi kukisikia, au mashabiki wengi hawataki kukubaliana na hicho kitu. Ndio maana Jordan Henderson, kila timu ya taifa ya England wakienda kwenye World Cup, kwenye Euros, hata kwa dunia iliyopita aliitwa kwa sababu ya hicho kitu, ndio kitu ambacho anakipeleka. Ingawa haendi kuanza, lakini msimu uliopita game 20 amecheza game 32 katika game 38. Game 20 amezima akiwa na Brentford. Na kuna hizo top performance ambazo ni conclude kwamba haendi kuanza. Okay, kwa sababu pale kuna Caicedo, kuna Enzo, sababu okay, yes, una Lavia, right. na kuna ule mfumo wa 3-4-2-1. Pale tayari una Enzo na Caicedo. Lakini pia siku ukiamua kwenda na Caicedo, ukaamua kwenda na Jordan Henderson, bado ana utwanga. Na kuna game kubwa. Sasa mimi nitakumbuka kuna game ya Chelsea. Sijui kwa nini kuna game za Chelsea Henderson akopa na waka. Yaani sielewagi ni kwa nini. Ngoja, sorry. Cavion. Kwenye eneo la midfield ya Chelsea. Technical utaenda na viungo watatu. Yeah. Ndio. Utahitaji Caicedo atacheza kwenye timu. Yaani Caicedo atacheza kwenye hiyo timu. Pangua. Si ndio? Yeah. Enzo atacheza. Hakuna namna unamuondoa. Atacheza Enzo, si ndio? Hizo paundi 100 zote zitacheza. Atacheza Enzo. Na mmeona performance yake pia hata kwenye World Cup, si ndio? Maana yake pia kama naye atacheza,
utampunguza mmoja kule mbele. Kama unataka umchezeshe na Anderson. Hatakuwa anaanza. Okay. Bila zungumzia ukitaka waanze. Hiyo inaweza kaanza. Maana utamuua namba 11. Yani kwenye hicho anachokizungumza lazima tu kuna mtu inabidi awepo nje. Maana yake umtoe namba 11, ucheze na 6 mmoja, afu ucheze na namba 8 wawili. Na kwenye soka la sasa hivi ukisema ucheze na 6 mmoja, yani hakikisha hizo namba 10 zako na namba 8 zinajua sana kukaba. You understand? Kwa technically atakuwa anapata dakika chache pia. Ni usajili ambao hauna umuhimu sana, sio? Kwa maana hiyo. Kuna hamna kijiji kinakosa wazee ndio alikuwa kuzungumza. Kipindi una open ulisema tukitoa leadership na experience. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo wanavipeleka. Sisi tumejaribu kuangalia vitu vingine. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo hapo kavi Lindo. Ashraf ameikataa hata. Ndio yani Chelsea ilipofikia pale kama ni issue ya discipline, nafikiri wangeleta watu ambao ni master kwenye discipline, akiwemo kwanza Xabi Alonso. Unajua ni moja kati tumemwona akiwa na Bayer Leverkusen. Timu yake ilikuwa ni moja kati ya timu ambayo na discipline kweli. Pale Real Madrid pale kulikuwa na changamoto tu pia hata upande wa viongozi. Kwanza wachezaji walikuwa wanataka kumzidi yeye kocha. Watu wana ego zao hao madikteta kina Mbappe, you understand? Lakini ukienda Chelsea pale hakuna huyo mchezaji ambaye unaweza kusema akaenda akamwambia Xabi Alonso mimi nimefanikiwa kuliko wewe. Nani anamwambia? Hakuna, unaelewa? Kwa hiyo you understand? Sitaki kuamini kwamba Chelsea hawa watu wamewasajili kwa ajili ya experience. Yani tuwaleta sababu ya nini? Yani ndo nataka nione Xabi Alonso kwamba sikiliza, hawa kiufundi wewe umeona nini ambacho sisi hatujakiona? Okay, sawa. Ukimsikiza Cavion anakwambia hata kwenye issue ya upigaji pasi wa Jordan Henderson, si ndio? Ni average, yani sio kwamba ni to the maximum, kwamba ni kiungo ambaye anakaba, yani sio kama Busquets, si ndio? Sio Pogba. Okay, kama ulikuwa unataka mtu ambaye ni advanced, kwa sababu ukimwona Caicedo sio pasa mzuri. Sio ila atakufanyia kazi chafu. Yani kukata nyaya pale katikati kwenye eneo la kiungo na kuprotect back four, anakupa hiyo kazi, lakini sio pasa mzuri, si ndio? Sasa unapomleta mtu ambaye pengine anaweza akacheza kwenye hilo eneo la 6, maana yake unataka umlete mtu ambaye ni advanced, anapiga sana pass pengine. Kukaba sina shida naye. Kukaba anakaba. Lakini sio pasa mzuri pia. Kwa maana yake ndio maana tukasema kwamba Caicedo ataanza kwenye hilo eneo. Kwa unataka nini kutoka kwake? Ndio hiyo experience. Sasa Chelsea mimi mtanichekesha kama kweli mnaenda kusajili wachezaji kwa ajili tu. Niweke kitu kidogo kinani vizuri. Jordan Henderson sio pasa mzuri kule zile pasi za mwisho za macho zile. Za kufungua zile kama za kina Bruno, za kina Paul Pogba. Hizo apigi. Hizo akupi. Lakini kwenye zile sasa tunasema tu kwenye eneo la kiungo pale kati. Timu iweze kuwa na control. Jordan Henderson anakupa hicho kitu. Definitely, yes. Dictate tempo ya mchezo sasa. Kabisa. Naamini inawezekana ndo sababu pia ya Alonso kumleta huyu mtu. Utulivu tu kwenye ile eneo. Na inawezekana kwamba Alonso amefanya hivi baada ya kumkosa Xhaka. Kwa sababu mchezaji pia ambaye alikuwa naye Bayer Leverkusen. Xhaka kitu ambacho anakupa ni hiyo utulivu kwenye hilo eneo. Yaani anachokitafuta ni utulivu, kwa sababu unajua kuna nyakati Moise Caicedo miongoni ni mchezaji ambaye anapenda sana kuondoka kwenye eneo lake. Enzo anaondoka kwenye hilo eneo, lakini ukiwa na mtu kama Henderson anakugarantia, yani kwamba mimi hapa nitakuwepo tu. Anaweza ku supply mipira kwenye maeneo yote ya kiwanja. Sio mchezaji ambaye yuko kwenye level hiyo ya midfielders ambao ni tishio duniani, lakini kuna kitu anaweza na ndio maana tunazungumza ni kama backup kwenye nyakati ambazo mechi inahitaji mtu ambaye anaweza kaiweka timu yako kwenye balance nzuri. Unamkumbuka Jorginho Frelo kipindi kwa Arsenal. Kuna nyakati alikuwa achezi, lakini mechi kisha anza kuwa ngumu, weka Frelo uwanjani. Yani wewe tulia, tuna mpira, pasia karibu, timu ipoe kwanza, alafu tuwaze namna gani tunaondoka. Kwa hiyo kwa Henderson naamini utulivu tunaenda kuongeza kwenye timu, lakini experience alionayo inaweza ikasaidia wachezaji kama wakina Estevao. Tunazungumza ni Premier League. Yeye amecheza pale kwa muda mrefu, anajua ni nini kinatakiwa kufanyika. Wachezaji wenye umri mdogo ni vitu gani wanapitia, vinakuwa changamoto kwao. Unajua kuna nyakati wachezaji wengi wa Chelsea walikuwa wanakosa hiyo kitu kipindi ambacho wakina Thiago Silva wapo kwenye timu. Yaani kila mtu anakuja kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kukuambia kitu ni nini unatakiwa kufanya ili kuendelea kubaki kuwa bora. Ndio maana kuna wachezaji wengi wameshindwa kusurvive Chelsea. Wana umri mdogo, wanashindwa kusurvive. Atacheza leo, kesho watu aondoke. Mchezaji wa kawaida. Kwa hiyo unahitaji mtu ambaye pia anaweza akakuonyesha direction. Ni nini unatakiwa kufanya ili kufika kwenye level ambayo wao wamefika. Unajua kubaki kwenye game kwa zaidi ya miaka 20 sio jambo dogo.
Yani inahitaji discipline ya hali ya juu. Kwa hiyo watu ambao wameweza kuishi wanaweza wakashare hiyo experience na wewe ni nini cha kufanya. Kwa naamini kuna vitu vingi tu, lakini kwa mtu kama Welbeck sikuona sababu ya msingi sana. Yani kwa Welbeck sikuona sababu ya msingi sana. Kwa kati ya Welbeck na Delap, yani ukiniwekea Delap na Dan Welbeck nitamchukua Dan Welbeck. Sasa lakini kwa sababu tayari kwenye hilo eneo na mtu kama Joao Pedro yani sikuona sababu ya msingi. Una Nicolas Jackson msaidi Nico Jackson yani ndio maana yani tuelewane. Inawezekana Nicolas Jackson inawezekana ndio yuko huko baya nikapelekwa amerudi yuko Chelsea. Sasa yule bwana inawezekana tunamtem Nicolas Jackson mmoja kati ya washambuliaji wa kawaida, lakini tukienda kwenye picha nyingine kwa watu ambao wanapenda sana namba, Jackson ni mmoja kati ya watu ambao kwenye kukaa kwenye eneo yuko vizuri, kwenye kupasia anapasia na anatengeneza nafasi kwa watu wengine kufunga. Ila maana nasema sasa anaweza asifunge kwenye hiyo idadi kubwa hizo goals ambazo wewe unategemea, kwa sababu lakini ana uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi. So hawezi kukupa goli 20 Dan Welbeck. Yani hata Dan Welbeck ambaye tunamzungumza sasa hawezi kukupa goals 20. Msimu uliopita kafunga goli ngapi umesema? Goli 12. 13 akiwa na Brighton. Hata akiwa Arsenal hajawahi kufunga hizo goli 20. Akiwa United hajawahi kufunga hizo goli 20. Kwa hiyo sio mchezaji ambaye kwangu mimi nimeona kulikuwa kuna ulazima huo wa kuwa naye kwenye timu, lakini anaweza akaja add kitu kwenye nyakati ambazo watu wengine wanashindwa kukupa kitu bora. Sawa, so kwa conclude Cavion kwa usajili huu ambao Alonso anaufanya ndani ya Chelsea, kina Welbeck hao kina Henderson, nini ambacho anakilenga msimu unaokuja? Anataka kutengeneza Chelsea ya namna gani? Cha kwanza Alonso kitu ambacho anachoonyesha kwamba wanaenda kushindana msimu ujao. Na nitawashangaza watu nikisema kwamba msimu ujao Chelsea enda kuwania ubingwa wa EPL wakikosa sana kurejea kwenye Champions League. Kwa sababu tukisema wanaenda kuwania ubingwa wa EPL, ingawa kuna timu ambazo ziko mbele yao yani kwa hatua kubwa sana. EPL ni Premier League. Premier League. Nini mtu kama Arsenal, mtu kama Manchester City, hizi ni timu ambazo yani ziko mbali. Yani Chelsea wameachwa mbali na hizi timu kwenye hiyo vita ya kuwania ubingwa. Alafu unakuja kwenye daraja la pili hapa. Utamkuta United, utamkuta na Liverpool ambao msimu uliopita Liverpool ni bingwa wa msimu juzi, lakini United naye amesogea pale kwa ame-advance kwamba na mimi msimu ujao nakuja kushindana. Inakuja Chelsea na Spurs. Hapa kuna daraja lao nao kwa sababu hizi ni timu ambazo zinaanza upya. Spurs na kocha mwingine. Sasa kwa nini timu ambazo zinaanza upya unaziweka kwenye hilo kundi? Naziweka hivyo kwa sababu Chelsea atakuwa anacheza mara moja kwa wiki. Na usajili ambao ameufanya ni usajili ambao ni Premier League proven. Ni wachezaji ambao kwenye Premier League wameshaonesha tayari. Ni wachezaji ambao tunasema kwamba wawili wanakuja kuanza, mmoja anaweza akawa anaingia, mwingine anaweza akawa anacheza. Kwa hiyo unaona kabisa. Alafu Maximin Leroy anakuja kwenye eneo la beki wa kati, proven, kashinda mataji mawili akiwa na Crystal Palace, kiongozi kwenye eneo la safu ya ulinzi. Kwa hiyo walikuwa wanaruhusu magoli mengi ya kichwa, washaongeza urefu pale kati. Una Colwill, una Perestri, atakuwa anacheza beki wa kulia, una Leroy. Unakuja kwenye eneo la kiungo, umeongeza leadership. Ingawa atakuwa anacheza sana, lakini umeongeza leadership. Eneo la mbele namzungumzia Henderson. Eneo la mbele, ingawa mashabiki wa Chelsea na mimi mwenyewe nikiwepo sitaki kusikia, lakini nachambua hakuna bodi. Hivyo naye Daniel Welbeck naye kuna kitu anakuja kukiongeza pale kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kwao msimu ujao ni vitu viwili. Cha kwanza ni kuwania ubingwa, ingawa ubingwa ambao ni ugumu kuupata. Yaani ni ngumu kuupata, lakini cha pili ni kurejea kwenye UEFA Champions League. Msimu huu Chelsea hatakuwa anapata fedha yoyote kutoka UEFA. Ndio hapo Arsenal anapopata jeuri ya kusema kwamba naenda sokoni kumchukua Vini kwa sababu ana pesa ambazo alizipata kutoka UEFA Champions League. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho wanajaribu kukirudisha, ile heshima ambayo ilipotea. Basi msimu unaofuata Chelsea nao wanataka kuirejesha pale EPL. Okay. Welbeck na Henderson wanaenda kumpa Alonso ubingwa wa EPL. Maisha ni rahisi jamani. Typing. Maisha ni rahisi. Maisha ni rahisi. In fact naona mwenye possibility kubwa kwenda kubeba ubingwa msimu unaofuata ni Arsenal bado. Wewe hata Manchester United ulikataa. Ndio. Sasa kwa nini tunazungumza ukweli? Mimi ni shabiki wa United lakini nazungumza ukweli.
Unanielewa? Kwa sababu gani? Mimi nitakwambia kitu kimoja Sara. Katika timu ambayo iko tayari sasa hivi, tayari ni Arsenal. Kwa sababu kwanza wachezaji wake wote muhimu wale ambao waliipa timu ubingwa wapo, lakini pia kocha yupo. Unanielewa? Hawa watengenezi timu wanaboresha tu. Leo hii Man City ambayo ndio ilikuwa ni title contender pia ambayo ilikuwa ni challenge kubwa kwa Arsenal. Sasa hivi wanaanza na kocha mpya. Jamani, yule sio Guardiola yule. Sijui unanielewa? Yule sio Guardiola. Yaani hata kama ni mwanafunzi wake, ni mtu ambaye ameshawahi kufanya kazi, lakini Guardiola atabaki kuwa Guardiola. Yeye anatakiwa kuja kuanzisha utawala wake. Mpaka hiyo chemistry itimie, tuone mifumo yake inafanyaje kazi na namna gani anaweza kufanikiwa. It takes time pia. Watu wanatakiwa wawe wavumilivu. Lakini Liverpool tumeiona msimu uliopita, kocha ndio huyu. Bado haijatupa ramani kuonyesha kwamba hii ni timu tayari ambayo inahitaji ubingwa. Si ndio? United kali kikaja tu kuibuka alikotokea huko kwenye dirisha dogo, akaja kuisababisha timu kuwa hapa ilipo. Lakini ukiniambia mimi United kwamba wako tayari kwenda kuchukua ubingwa, nitakwambia bado. Wanahitaji top number 9 pale mbele. Wanahitaji magic winger pia. Wanahitaji top midfield. Unaelewa? Ambaye ataenda kucheza na Kobe Mainoo pale pamoja na Bruno Fernandes, si ndio? Kwa hiyo hao ndio majiant. Chelsea ndio out ya maji hao. Wako mbali sana ambao wameshindwa hata kucheza conference. Sijui unanielewa? Okay. Kwa hali yao ni mbaya. Kwa hiyo Arsenal unamwona ni complete team ambayo tayari unaweza kumpeleka kesho akaanza kufight kwa ajili ya kutetea ubingwa wake. Okay, sawa. Ngoja nipite na maoni ya watu ambao wametuandikia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Nehemia Buriba anasema Chelsea anawaona nafasi ya 12 msimu unaokuja. Lakini pia asante sana Roland Mcharo, nimeuona ujumbe wako, anasema timu gani sijui ubingwa watausikia msimu unaokuja. Nadhani anazungumzia Chelsea pia. Alfade Costa pia nimeona ujumbe wako. Ramadhan Abdi, asante pia kwa kutuandikia. Alfade Costa tayari. Wiz Will, Ismail Said, nimeona ujumbe wako. Adriano Kilik, nimeona ujumbe wako, anasema amezaliwa leo na Master Harry Kane. Happy birthday kwako. Happy birthday kwa striker wa mpira Harry Kane, of course my favorite striker. Yeah. Na ningewish angechukua ubingwa wa UEFA Champions League akiwa na Bayern Munich. Bado inawezekana. Hata msimu huu ndo wapambane. Inawezekana. Msimu unaanza. Ana deserve kwenye kabati lake kuwa na ubingwa. Los Blancos wanalia huko. Nini? Los Blancos huko wanalia vibaya mno. Of course hata Bayern wanalia. Yeah, msimu huu pia ni wenyewe. Tena changa nachokimaanisha, yani hivi ambavyo unasema wanalia, msimu huu pia wana kazi ya kudeal na Bayern, una kazi ya kudeal na PSG, una kazi ya kudeal na Arsenal, ambao kwenye msimu uliopita wamekuwa na top performance. Kwa hiyo bado kazi ipo kwa Real Madrid. Na hapa kwa kuongezea, uligusia Bayern kule Champions League, mimi nadhani kuelekea msimu unaofuata PSG kwa sababu ni bingwa, Arsenal yuko pale anafuata. Madrid kwa sajili hizi za Madrid na Barcelona wanaweza kawa nasogea. Unajua Bayern changamoto ni moja. Sasa kuelekea kule zile hatua za nusu finali walipofungwa ile mabao mengi, ingawa na walifunga, wametuonesha safu yao ya ulinzi na kiungo inavuja sana. Na hapo ndipo PSG ubora wake ulipokuepo, Real Madrid ubora wake ulipokuepo, Arsenal ubora wake ulipokuepo. Kwa hiyo anabidi asajili sana eneo la kiungo na defense. Akirudi kama akirejea kama alivyokuwa msimu uliopita, nusu finali itakuwa naishia tu pale finali yaende. Sawa, asante sana Peter Leonardo, Christina Masenga, Nehemia Burida, Maziko Suleimani, nani mwingine namuona kwa haraka, Baraka, pamoja na wote ambao mko live na sisi kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Evans, kwa namna ambavyo umetazama sajili za msimu huu zilivyokwenda mpaka hivi sasa, ni usajili gani ambao unaonekana huenda ukabadilisha kabisa msimu unaokuja? Timu ambayo kwangu naamini inaweza kawa imefanikiwa kwenye hiki ambacho nimekiona mpaka sasa hivi, sajili ya Morgan Rogers to Chelsea. Yes, okay. Kwangu mimi naamini inaweza kwenda kuwa na matokeo chanya zaidi kwa sababu ya experience alionayo, ubora aliokuwa nayo mchezaji binafsi. Kwangu mimi Morgan Rogers inaweza ikawa ni chaguo namba 1 kwenye sajili zilizofanyika kuelekea msimu unaokuja kwenye Premier League. Morgan Rogers atakuwa anasimama hapo.
Usajili mwingine ambao nategemea kuona ukienda kuprove ni Garnacho Aston Villa. Nategemea kuona akienda kuprove kwamba hicho kilichotokea huko huenda kuna vitu vilisababisha mimi nisiwe kwenye hicho ambacho nilikuwa nakitamani. Na nasubiri kuona ni nini kitatokea chini ya mikono ya Unai, kwa sababu amekuwa ni mwalimu ambaye anaweza akapokea mchezaji wa kawaida na sio wa kawaida tena. Kwa hiyo nasubiri kuona kwa Garnacho ni nini kitatokea. Mchezaji mwingine ambaye natamani kuona ni nini kitafanyika. Hapo unataja za EPL tu au ndo overall? Yaani hapa nimezungumza kwa EPL, lakini ukihitaji kwa sehemu zote Marco Correa naamini kwamba unaweza ukawa usajili bora. Yaani kwa kila sehemu Marco Correa kwangu ndio usajili bora uliofanyika kwenye dirisha hili. Kwa sababu ya performance ambayo amekuwa nayo, na nilizungumza kabla ambacho hata hajasajiliwa. Niliwaambia beki ya kushoto kwa sasa duniani ni Marco Correa. Walifikia kilio changu wakati nalia, na nilikuwa na washauri sana Real Madrid kwamba someni email zangu jamani. Yaani eneo la ulinzi lilitukosti kwa muda mrefu sana. Bado tunahitaji center back na Bastoni. Konate atoshi. Sasa unajua pale mchezaji ambaye ni ana akili timamu ni Eder Militao peke yake. Yes, wale wengine kidogo wana changamoto, injury na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Konate peke yake hatoshi, anahitaji kupata mtu mwingine pia. Dean Hussein anahitaji kujifunza zaidi, unajua. Pressure ni kubwa, ni bwana mdogo kutoka Bournemouth to Los Blancos, ni ngumu. Bastoni nimesikia wanamhitaji kutoka Inter Milan. Inaweza kuwa rahisi kwa sababu nimeona deal ya Johnstones imefanikiwa. Unaelewa? Kwa hiyo maana yake wakiboresha pale kwenye eneo la center back. Mbappe anafunga kila siku. Mbappe anafunga, Vina anafunga, unaona. Kwa hiyo wakipata na center back mwingine huko na Cucurella, then msisahau kwamba kuna Dumfries pia naye yuko, you understand. Bado kuna watachallengeana wao wenyewe kwa wenyewe, unaelewa. So Madrid nao pia wanagonga alam. Na uzuri ninachokipenda bwana, mimi ndio maana nilikuwa natamani Mourinho arudi pale kwa sababu moja tu. Mourinho kaa kupendi Yesu mnafiki anakuita kama vinga kashamwashia taa nyekundu huko. Yaani unajua ndo kamwambia mjomba. Hii timu bwana mimi sioni kama unafaa kucheza. Kama vinga alijiwashia mwenyewe kwenye Champions League na tulilaani vikali kile kitendo. Alijiwashia mwenyewe. Evans uko unamaliza? Naomba niongezee hapo. Kuna mtu ambaye Evans kabla hujamalizia, kuna sajili ambao watu wengi hawaizungumzii. Lakini mimi nasema kwamba huu ndio mchezaji walau anamfikia Krivcha Kvaratskhelia. Nani walau huyu si mwingine anaitwa Christos Zolis ambao Arsenal wamemsajili, ambaye ndiye tunasema kwamba mbadala wa Leandro Trossard. Unajua hizi sajili watu wengi wazizungumzia, hamna mtu ambaye anamzungumzia, lakini msimu ujao EPL nadhani huyu ndio mtu ambaye wazungu wanasema kwamba anaenda ku send shockwaves, mtu ambaye anaenda tunasema kwamba kuisimamisha EPL kama kile kitu alichokifanya kwenye ligi ya Belgium akakileta ndani ya EPL. Zolis msimu uliopita akiwa na Club Brugge ameweza kufunga mabao 17, ameweza kufunga mabao 17 na assist 23 kuna michezo 36. Kwa nini nimesema kwamba huyu ni mtu ambaye walao anafikia Kvaratskhelia? Inawezekana hajafika kuna ile daraja, lakini kuna aina ya uchezaji. Kwanza kuna aina ya mabao, jinsi wanavyofunga, aina ya dribbles wanazozifanya, space ndogo ukimwachia, namna anavyoweza kuattempt, yani pasipo kumzungumzia sana. Kama mtu tunasema kwamba amemwona Krivcha Kvaratskhelia akiwa anacheza, amwangalie tu na Christos Zolis. Inawezekana huu ndio usajili ambao Arsenal wanaweza kawa tunasema kwamba wanamtaka Vini, lakini wapo wakimpata Vini au wakimkosa, lakini mimi nina imani kubwa kwamba Vini anaendelea kusalia Real Madrid. Nadhani upande wa kushoto uko salama zaidi, na ni mtu ambaye anaenda kumpush Martinelli. Leandro Trossard litako poshaenda. Martinelli kwa anajua mimi kuna hii nafasi nitacheza kwa muda mrefu. Lakini anakuja mtu ambaye kwenye nafasi yako na miaka 24 hamjapishana sana, ina maana kwamba mnakuja kucompete. Na unajua kabisa ubora wake ulipotoka, na hata continuation ule muendelezo wake umekuwa mzuri. So usajili ambao unazungumzwa sana, lakini msimu ujao pale EPL Christos Zolis ataimbwa sana. Okay, Evans malizia hapo alafu tumtazame kidogo Mo Salah. Usajili mwingine ambao kwangu mimi kwa msimu huu unaweza kawa ni kitu kingine kizuri, Karim Adeyemi, Barcelona. Baka. Yes. Gordon, Barcelona. Inaweza kawa ni kitu kingine kizuri.
Ibu Real Madrid, moja kati ya center back ambao Barcelona msimu ujao ni kama itatisha. Bernardo Silva, Bernardo tu Real Madrid. Yani unajua kuna sajili zimefanyika, inawezekana watu wazizungumzi kwa sababu sio aina ya watu ambao wao wanawataka. Yani ni wachezaji fulani wako kwenye standard yao, lakini hawako kwenye prime. Mfano kama leo ungesikia Vina naenda Arsenal, wewe dunia ingekwaje? Au leo unafikia kwamba Olise kasha sign tayari Real Madrid. Au Haaland leo anashuka Barcelona, inakwaje? Kwa hiyo kuna sajili watu huwa hawazungumzi sana. Kwa mfano kama leo mtu anajua Bernardo Silva ni mchezaji wa namna gani, unaelewa? Na sasa hivi kuna mawinga wao ambao wana enjoy. Hivi leo amke alafu kesho usikie kwamba Bruno Fernandes kaanguka pale Chelsea, inakwaje? mtupe kombe letu. Watadai kombe mapema. Kama ni hivi tu timu haina hata mwelekeo, imesajili wastaafu, huyu ashaanza kuona kwamba wako kwenye mashindano ya kuwania ubingwa. Ya Mungu, watu wanaoita wazee wa chakatuchaka. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.